Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika wakati huu. Sisi ni jumuiya ya shule ya msingi Mbuja, walimu pamoja na wafanyakazi wengine, kwa utashi kabisa na hekima ya uongozi wa shule ya Mbuja, tumekuja hapa katika eneo la Daraja la Mungu kwa ajili ya kuweza kuimarisha uelewa na ufahamu wa elimu ambayo watoto wa shule ya msingi Mbuja wanafundishwa. Yako mambo mengi sana ambayo wanayasoma katika nadharia kwenye vitabu, ikiwemo pamoja na miamba, aina ya miamba, milipuko ya volkano, mito pamoja na milima. Sasa kwa utashi katika namna ya kuweza kujali elimu bora kwa watoto, tumewaleta huku waweze kujifunza, waweze kuona kwa vitendo. Na hapa katika wakati huu tupo katika eneo la Daraja la Mungu. Tunaangalia historia ya daraja hili la Mungu kama jinsi lilivyotokea, na tumeweza kujifunza vitu vingi sana. Na namna hii ni namna ambayo sisi imeweza kutusaidia na kuwasaidia watoto wa shule ya msingi Mbuja kuweza kujifunza na kuona na kuelewa mambo mengi sana wanayoyasoma katika vitabu. Na hili linaloonekana mbele yetu hapa ndilo Daraja la Mungu lenyewe. Kimsingi tumeweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo kwamba imekuwa ni uelewa mpana na mkubwa sana katika maisha yetu. Asante sana, karibu sana, tunakukaribisha uwe pamoja nasi daima. Naam, wakati huu sasa tunaelekea kupanda kwenye Daraja la Mungu. Tunatoka katika eneo la kuona mto na Daraja la Mungu kwa chini. Kwa wakati huu tunaenda sasa kupanda kwenye daraja lenyewe. Tunaenda sasa kutembea na kupita kwenye daraja lenyewe. Kimsingi ni mambo mengi ambayo tumejifunza. Mungu ni mwema, tumeuona ukuu wa Mungu. Kwa kweli tunafurahia na kushangilia sana. Karibu sana. Naam, mpenzi mtazamaji, katika wakati huu hapa sasa tupo juu ya Daraja la Mungu lenyewe. Tunauona ukuu wa Mungu na maajabu makubwa ambayo Mungu ameweza kuyatenda. Mahali hapa ndipo juu ya Daraja la Mungu lenyewe tunaona na kuona maajabu makubwa ambayo Mungu ameweza kuruhusu yaweze kutokea, na tunajifunza vitu vingi sana ambavyo kimsingi tunaviona tu katika nadharia ya vitabu na historia. Leo hii tupo tunajifunza na tunaona katika namna inavyowezekana. Hapa tunaye mtu mwongozaji, tunaweza kumsikiliza katika kuongoza kwake. Mama, sio moshi. Maji yanapoporomoka pale. Lugano. Lugano. Haya maporomoko ndio yanayosababisha kwamba maji, hata mvua yenyeshe kiasi gani, maji yasiguse chini ya daraja. Sababu ya pale ni chini. Rainbow zinatokeza, si ile pale. Unaona rainbow? That is, hiyo ndio rainbow, hiyo inaonekana. Sababu moja ile jua haijaonekana vizuri. Kiosha tu tunaona pale, unaona pale. Hapo basi hayo ni vizuri. Kama haoni pale. Maji sasa yamechafuka kidogo. Nafikiri mvua zimenyesha kule juu. Usiku wa leo kwa mbele.
Samani mwongozaji, nina swali kidogo. Ninaona haya ni maporomoko makubwa na ni maporomoko mazuri ambayo kwamba serikali inaweza ikayatumia kuweza kutengeneza hata kuzalisha umeme wa maji, ambao pia huko madarasani tunajifunza na kusoma kwamba huwa wanatumia mabwawa kuweza kutengeneza umeme. Kwa nini serikali haikuweza kuona hili ikatumia hili maporomoko haya kwa ajili ya kutengeneza umeme? Serikali kwa kweli ilishaliona hili swala tangia miaka ya nyuma, na ndio maana hili eneo mara kwanza walikuwa inamilikiwa na wenyeji. Baadaye wenyeji wakaondolewa, ikabidi wakabidhiwa Warusi kwa ajili ya kutaka kutengeneza hydropower station katika maporomoko haya. Naam. Sasa huu mto ulitakiwa wauchimbe upite sehemu nyingine, maka haya maji huwa hayapungui. Ndio. Hapo sasa huu mradi ulikuwa ni mradi mkubwa sana ambao sasa ulikuwa umeishia njiani. Ndio. Na mpaka leo hii Warusi walishaondolewa hapa, kwa hiyo mradi ulisimama moja kwa moja. Ila nafikiria labda kwa kuwa miaka 8 iliyopita kuna Wachina wamewafika hapa wakaangalia yale maeneo ambayo Warusi waliwahi pitia. Sawa. Mpango upo, lakini hatuelewi ni jinsi gani au mwaka gani wanaweza kanani. Ila bado ndani ya mto kuna mpango wa mradi wa kutaka kuweka mashine za kutoa umeme. Sawa. Kuna maporomoko mengi yapo, kuna Maratusa Waterfalls, kuna Makomani Waterfalls, vile kuna Kijungu, kuna Ndanyete Bukomu, kuna Daraja ya Mungu. Maeneo yote kuna maeneo ambapo kuna maporomoko. Sawa. Nafikiri hii ni mpangilio wa serikali. Asante sana ndugu mtazamaji, ni jambo ambalo tunajifunza mambo mengi kutoka katika eneo hili la maporomoko ya maji ya Daraja la Mungu, na vizuri zaidi tumeona fursa kubwa hapa ambayo kwamba serikali inataka kulitumia maporomoko haya kwa ajili ya kuzalisha umeme. Karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi. Kwa namna ya kushangaza kabisa tunapita juu ya Daraja la Mungu kushuhudia ukuu wa Mungu wenyewe. Ni jambo ambalo tunajifunza mambo mengi mno, tunaangalia na tunaona vitu vingi sana. Hapa tunapita juu ya Daraja la Mungu lenyewe. Kwa kweli Mungu amefanya makubwa na maajabu, na hii imedhihirisha kwamba hekima na utashi wa uongozi wa shule ya msingi Mbuja unajali elimu bora kwa watoto wao katika misingi ya kiroho kwa kumtambua nguvu na uweza wa Mungu, lakini pia kutambua elimu inayoweza kutolewa kwa vitendo na kuona. Mbali na elimu ya darasani inayoweza kutolewa, ndo namna hii kwamba tunaweza kujifunza pia kwa kuweza kutazama na kuona. Karibu sana, endelea kuwa pamoja nasi, na sasa tunaelekea katika kuona maporomoko katika Kijungu. Tunarusha sasa hii hapa 100. Amerusha 100. Unaona? Wewe leta hiyo 500 basi. Msisukumane kwa mnatulia.
Zote tunarusha. Inaanza 200 ya kutaleta. Haya. Kwa usawa au la? Haya. Unaona ilivyo sasa? Haya tunapeka 200 tuone. That is true. Maajabu. Maajabu. Jamani. Makubwa. Alafu inapoongezeka hapa na kule anaongezeka kujirusha. Umeona eh? I say. Haya 500. Tunajaribu 500 sasa. Again. 500 again. 500. Wewe rusha. Rusha. Unaona na kule. Unaona fulani hivi. Tulikuwa na drone. Iligoma pale kwenda kule. Drone. Iligoma? Kwenda vile. Unaona na kule kunapo. Maajabu ya Mungu, mimi nimetekewa katika eneo hili. Kwa kweli mimi nimetekewa, nimeishiwa ujanja kabisa. Mwache Mungu aitwe Mungu, mwache Mungu muumbaji atukuzwe katika eneo hili la maajabu makubwa, eneo la kijungu cha mawe ambacho maji yanaingia hayajai. Hata kama mvua ikinyesha miaka 7 mfululizo, kijungu hakijai, na kuna kibonde pale katikati, hata kama yakijaa namna gani hayapiti juu yake. Sina la kusema ila acha Mungu aitwe Mungu, acha Mungu atukuzwe milele na milele. Amen.